Amekujia yule mpambanaji na jamadari atakayekufanya kuwa bora, mwenye afya tele. Unajua ni nani huyo? Si mwingine, ni huyu hapa. Mafuta haya huondoa uchawi mwilini, hupambana na mashetani, huondoa mikosi na nuksi na kadhalika, na pia hutia nuru katika mwili wako na huvuta utajiri, yani mafanikio kwa haraka zaidi. Huondoa maumivu ya tumbo, mwili kuwaka moto, kifua kubana, na hata kuondoa ndoto chafu. Kubwa na la kutia faraja ni kwamba yanaleta furaha katika ndoa yako kwa kuleta ladha na utamu na kuifanya ndoa yako ijae mawada wa rahma ndani yake. Najua umenielewa, na swali ni moja tu hapa. Utayapata wapi mawasiliano zaidi? Tupigie katika nambari zifuatazo: 0712316222 au 0756634277. Tanbihi, pengine popote utakapoyapata hayo ni feki. Tahadhari, jitambue na ujielewe. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa vipindi vyetu bora kabisa, leo ni siku nyingine tena tunaungana katika uchambuzi wa mimea 17 katika yaliyoweza kutengeneza na kupatikanwa kwa mafuta ya Zaituradi, ambayo bila shaka yamekuwa na tija bora na ni gumzo, kwa sababu natija yake katika afya na maisha ya mwanadamu ni kubwa mno, kama ilivyo ada na Dr. Saidna Sheikh Safwan Al-Ghazali. Tutakwenda kuungana naye hivi punde, na kisha baada ya hapo atakwenda kuingia kuchambua mmea nambari 3 kwa lengo kubwa la kutaka watu wabaini makubwa yaliyomo ndani ya mafuta haya Zaituradi, ili wewe ambaye haujapata fursa uweze kupata fursa hiyo. Na kubwa zaidi ni wakazi wa nchini Kenya, katika ardhi ya Mombasa, ikiwa ni maalumu kwako, lakini pia haifungi milango na watu wengine wa maeneo mbalimbali kuwemo hapa Tanzania na nje ya nchi, miongoni mwa nchi mbalimbali, kama vile ambao wao wakiona tu lazima la matibabu hawakai nyuma, bado pia mlango huo unakuhusu. Lakini wakazi wa Mombasa, mnamo 10 Aprili katika ardhi hiyo, bila shaka mambo yatakuwa ni mazuri kabisa. Hivyo wakazi wote wa Kenya ambao watakaohitajia kupata fursa ya kuweza kuyapata Zaituradi, basi bila shaka wasiana nasi ili uweze kupata ratibu uliokuwa kamili. Lakini tukija nchini Kenya katika ardhi ya Mombasa, tutakuja na orodha ya wale tu ambao waliotekeleza taratibu zake ili mambo yaweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Muda huu ni salama, na kisha baada hapo tutakwenda kuangazia uchambuzi wa mmea nambari 3 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Khairi nyingi zitapatikana. Muda huu ni salam. Dr. Saidna Sheikh Safwan Al-Ghazali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Dr. Saidna Sheikh Safwan Al-Ghazali, yuna afya njema kabisa. Lengo ni kuja kuletea uchambuzi ulioweza kupatikanwa kwa mafuta ya Zaituradi, mmea nambari 3. Na kabla kwenda katika mmea huo, mimi niendelee tu kusema kwamba tunaendelea kuwaombea dua njema wale ambao ni maradhi, Allah waponye maradhi yao, waweze kurejea katika afya ile kwa bora, lakini pia wale ambao waliokuwa na afya waweze kujiki vyema sala zima la saumu hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuweza kuchunga vidhibiti ambavyo vinaweza kuharibu saumu au funga yako. Dr. Saidna Sheikh Safwan Al-Ghazali, ya Allah, koni mwangu hapa ninayo Zaituradi. Kuna ambavyo tulivyoitazama imepatikanwa kwa mchanganyiko wa mimea aina 17. Na tukatazama mimea aina 2. Mmoja tukatazama katika mimea ambao ni madhubuti sana kunako kutengeneza mfumo mzima utokanao na ubongo mwanadamu, kwa ile maradhi ya kusahau. Lakini tukatazama mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula, lakini haikuacha pia wale watu wenye maradhi ya pressure au mioyo yenye kulipuka mara kwa mara. Lakini pia na wale ambao watu wenye maradhi ya kuwa mwili yani wanapata maumivu kwenye jointi za mwili wao. Tukatazama mmea namba 2 pia namna ambavyo ulivyo ni makini mno kuna kushambulia maradhi ya uchawi. Tukatazama namna ambavyo maradhi ya uchawi ambao yanaweza kutengeneza faraka katika nyumba au katika kazi au maeneo mbalimbali, lakini pia na miongoni mwa madhara mengi ambayo mmea huo unashuka masala mazima, masala ya uchawi
Leo tutazame mmea nambari 3. Sahihi. Je, wenyewe umejikita katika maradhi gani katika mwili na afya ya mwanadamu, ili ikiwa mwanadamu atapata mafuta haya Zaituradi basi ajihakikishie kuwa na mmoja katika miongoni mwa madaktari bingwa mwenye kuweza fani zote, kwa maana maradhi ya kibiolojia na maradhi yasiyokuwa ya kibiolojia. Sahihi kabisa. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mimea kwa lengo la kuwasaidia na kuwa na manfaa kwa wanadamu. Na kama jinsi ambavyo tulivyoona katika darsa zetu zilizopita, tumeona mmea namba 1 ulikuwa ni an-na'na'u, kwa maana mti ambao unaitwa mna'na'. Lakini kadhalika tukaja kuona mmea namba 2 ni asidri, kwa maana asidru kwa maana mkunazi. Na tukaona namna ambavyo wanavyoni walivyoeleza kwa ufasaha namna wanavyoweza tegua matego yale ya kichawi. Lakini kadhalika tukaona namna ambavyo naweza kutegua masaili yake hasadi. Lakini namna inavyoweza kuondosha athari ya vijicho ambavyo ni hatari sana katika afya na maisha ya binadamu. Leo tutakwenda kutazama mafuta ya mmea wa 3 miongoni mwa mafuta yaliyotokana na mimea 17 ambayo kwa mjumuiko rasmi kabisa ndiyo imeandaa na kutengeneza mafuta haya yanayoitwa Zaituradi. Ni mujarrab sana katika kushambulia na kuondosha athari ya maradhi ya aina mbalimbali, lakini kadhalika na yale yaliyotokana na machawi ya aina mbalimbali katika miili na hata katika majumba na hata katika maeneo au sehemu za kazi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo tunawaambia watu wa Mombasa nchini Kenya, mnamo 12 la mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tunataraji inshallah tutakuwa hapo kwa masiku 4 tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale ambao watakaotekeleza zile shuruti zinazotakiwa, hao alhamdulillah tunaorodha karibu ya watu 60 kwa sasa, na tumebakia na watu wachache mno biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo tunakwenda kutazama mmea wa 3 al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ambao bila shaka ni Zaitul Morinja, kwa maana ni mafuta yaliyotokana na mti ambao unaitwa al-morinja. Kwa maana katika lugha zetu sisi tunaita mti wa mronge biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huu nao huwa unatoa mafuta. Na katika haya mafuta yake anakuwa ni mujarrab sana katika kutibia maradhi, na hivyo kurejesha afya pale ambapo palipokosekana afya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kimaarifa, ukimsoma Dr. Abdul Basit Muhammad As-Sayyidi, huyu ni raisu Jumuiyati Ijazi Ilmi Lilqurani Wassunna. Huyu bwana anasema Zaitul Morinja huwa minazuyutin ahadiyati lilishba', ya kwamba anasema mafuta yaliyotokana na mmea au mti huu ambao unaitwa mronge, kwanza ni miongoni mwa mafuta yanaitwa al-ahadiyya. Al-ahadiyya ni mafuta ambayo yasiyo na tabia ya kuganda katika mwili wa mwanadamu, bali ni mafuta yenye uwezo wa kuyayusha mafuta yaliyomo katika mwili wa mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haya mafuta yustakhdamu Zaitul Morinja, hutumika sana mafuta haya mronge fil awinatil akhira, na hasa katika nyakati za sasa, fil anzimatil ghidhaiyati sihia, kwa sababu haya mafuta yana uwezo wa kupangilia lishe katika mwili wa mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haithu yuaddu masdaran jayidan lilborotin, kiasi ambacho imefahamika na kutambulika biidhnillah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mafuta haya ni chimbuko bora na lilokuwa muhimu sana katika kutengeneza protini katika mwili wa mwanadamu, wal maadin wal vitaminat, na mafuta haya yana protini,
yana madini na yana vitamini za aina mbalimbali. Naona majambo jinsi yalivyo. Haya ni mafuta ya mmea unaoitwa almorinja au mronge biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na moja miongoni mwa mafuta yalochanganywa kwa pamoja katika zaitur radi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni mujarrab sana katika kuondosha athari na mashakili ya aina mbalimbali. Sikiliza sasa bwana mkubwa huyu Profesa Dr. huyu Abdul Basit Muhammad As-Saidi anasemaje? Anasema wa yustakhdamu bishaklin khasin litaqlili al-isabat bi amrad al-qalb. Kwa hali hiyo sasa haya mafuta ni mujarrab sana kwa wale ambao wenye matatizo ya mioyo, kwa wale ambao mioyo inalipuka sana, wale ambao moyo una matundu au kadhalika mifumo ya mapigo ya moyo yanakwenda ndivyo sivyo. Basi lau kama mtu atapata fursa ya kuitumia zaitur radi, huyo atakuwa amejihakikishia kupata ponyo hasa katika sehemu za moyo wake biidhnillah, kwa kuwa ndani ya mjumuiko wa mafuta ya radi kuna zaitul morinja, kuna mafuta ya mronge biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na akasema wayutabaru badilun li zaituni bi sa'rin aqallin wa qa'idatin kabiratin wa fa'idatin kabiratin liljismi. Na akaeleza wayutabar, na imefahamika na kutambulika badilun li zaiti zaitun, ya kwamba yana ubora sana mafuta ya mronge, ikiwa ni mbadala wa mafuta ya zaituni bisa'rin aqalli, kutokana na nyuzi joto ambao zimepishana kidogo kabisa na mafuta ya zaituni katika mifumo ya nyuzi joto katika hali za namna hiyo. Lakini wa faidatin kabiratin liljismi, lakini kadhalika na yana faida kubwa sana katika mwili wa mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Moja katika fawaidi zake al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, khafdul cholesterol, ni kupunguza au kuondosha kabisa kiwango cha cholesterol katika mishipa ya damu. Yuaddu zaitul morinja ghaniyu jiddan bihamdil olik, kwa sababu imefahamika na kutambulika biidhnillah ya kwamba mafuta yaliyotokana na mti wa mronge yana utajiri wa hali ya juu kabisa bihamdil olik, kwa maana ya folic acid biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunapoizungumzia folic acid, maana yake tunazungumzia al-ahmadul amini, maana yake tunazungumzia zile yani asidi ambazo zenye kutengeneza, zenye kulinda mwili, lakini na kufanya mwili ukawa katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allati yani folic acid ambayo bila shaka yamtaliku khasaisul li khafdi cholesterol, ambayo bila shaka ina uwezo uliokuwa bora kabisa ya kupunguza kiwango cha mafuta katika sehemu ya mishipa ya damu. Kwa hali hiyo sasa wayutabaru juz'an min an-nidham al-ghidha'i al-muntazimi, na kwa hali hiyo inafahamika na kutambulika ya kwamba ni sehemu bora inayopangilia mfumo mzima wa lishe katika mwili wa huyu mwanadamu. Kwa hali hiyo sasa itapunguza na kuondosha makhatiri al-isabat bi amrad al-qalbi, kwa yule ambaye ana hatari ya kuelekea kusibiwa au kupatwa na maradhi ya moyo katika hali za namna hiyo. Pamoja ya kwamba mafuta haya zaitur radi ni mujarrab katika kutibia maradhi, lakini mafuta haya pia ni mujarrab katika kuwa kinga dhidi ya maradhi ya aina mbalimbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wal awiyati damawiyya, na hata mishipa ya damu itakuwa safi, itasafishwa. Wa taqlili nisbati duhuni fil kabidi, kama hilo halitoshi, mafuta haya ni mujarrab sana katika kupunguza kiwango cha mafuta katika ini. Yani lau kama yatatumika vizuri kwa taratibu zake, yana nafasi bora kabisa ya kupunguza mgandamano wa mafuta katika ini la mwanadamu. Kwa hiyo zaitur radi ni mujarrab sana kulifanya ini lako libaki kuwa salama, lakini kadhalika kulifanya kuwa imara, na hivyo lifanye kazi katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini kadhalika wayamna'u sirtana thadi, lakini kadhalika ina uwezo wa kupambana na kuondosha vimelea vya maradhi ya
kansa katika hali ya aina moja au nyingine. Katika mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala, haya mambo ni mujarrabu sana. Ndio maana tukasema lau kama mtu anapata fursa ya kutumia zaitur radi, basi hii ni mujarrab sana katika kuondosha athari na mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Katika hii zaitur radi, na kwa kuwa ndani yake ina zaitu almorinja, kwa maana ina mafuta ya mronge ambayo tumeona yana nafasi nzuri ya kusafisha mishipa ya damu, lakini kadhalika kufanya moyo urelaksi vizuri, na ini pia kuondoshwa mafuta ya ziada, lakini kadhalika na kuweza kushambulia vimelea vinavyoweza kusababisha kansa ya matiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu fiha masdarun ghani bil vitamin A. Ndani yake katika mafuta haya ni chimbuko bora kabisa la vitamin A biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Walahu dawrun kabirun bin numuwi والتعزيز صحة الجهاز المناعي، وأيضا يعد مصدرا هاما غنيا بفيتامين A فيحافظ مرونة وتقوية البشر. Kimaarifa, kwa sababu ina uzuri kabisa wa utendaji na ndani yake kuna vitamin A, basi ina uwezo mzuri wa kuandaa na kutengeneza aljihazul manai, kwa maana chembe chembe kinga katika mwili wa mwanadamu zitakuwa imara, hivyo zina uwezo wa kushambulia maradhi na zina uwezo wa kumaliza mashakili katika mwili wa binadamu. Zaitu ar-radi ni mujarrab sana kwa maradhi na mashakili ya aina mbalimbali. Wa aidha yuaddu masdaran hamma, lakini kadhalika vile vile ni muhimu sana, ghaniyan bi vitamin E, pia vile vile ina utajiri wa vitamin E. Kwa hali hiyo sasa, fayuhafidhu ala murunati wa taqwiyati albashar, ina uwezo wa kuhifadhi sasa na kusababisha ngozi kuwa laini, lakini kadhalika na kuondosha ukavu wa ngozi katika hali za namna hiyo. Hiyo ni zaitu arradi, ambapo ndani yake kuna zaitul morinja, kwa maana mafuta ya mronge, hata katika kutengeneza uzuri na wa ngozi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika masdarun ghaniyun bil vitamin C, lakini ina utajiri ndani yake wa vitamin C. Yutabaru zaitul morinja masdaran muhimman lil vitamin C alladhi yamna'u al-isabat bimarad al-isqarbut. Yani kwa maana kwa kuwa ndani yake kuna vitamin C, basi imeonekana mafuta haya ni bora sana na ni muhimu sana, yamna'ul isabata bimaradil isqarbut, ambayo ina nafasi iliyokuwa bora ya kuzuia maradhi yanaitwa al-isqarbut, kwa maana maradhi ambayo bila shaka yanayosababisha mwili kuwa unachoka sana. Kuna mtu anaweza akalala akaamka amechoka sana, lakini kadhalika dhuf, kadhalika kuwa mwili unakuwa dhaifu, unadhoofika sana siku baada ya siku, hata hayuju, lakini kadhalika na kupoteza mwili utendaji katika hali za aina kadha. Mafuta haya yanatengeneza nishati, hivyo na kumfanya mtu kuwa katika hali kuwa sawa sawa. Wa yuaddi an-naqsu shadidu ila al-isabat bihala tusamma al-isqarbut au bashar, wa tusamma tattasifu bi dhuhuri al-kadamat, hali ambayo inaweza ikapelekea mtu akajikuta anaingia katika masala ya kutuama damu katika maeneo fulani ya mwili wake, na hata zile fizi zikawa zinapoteza utendaji, na meno pia yakawa yanakosa nguvu, wajafafu shari, na vile vile na ngozi ikawa inakauka, lakini kadhalika na nywele zikawa zinakatika kwa sababu ya maradhi yanaitwa al-isqarbut, ambao bila shaka ni kwa sababu ya upungufu wa vitamin C katika hali za namna hiyo. Lau kama mtu anapata fursa ya kutumia zaitur radi, kwa sababu ndani yake ina mafuta yanaitwa zaitul morinja, mafuta ya mronge biidhnillah, basi yana nafasi bora ya kutengeneza ngozi, lakini kuzifanya nywele kuwa imara, lakini kutengeneza fizi pamoja na meno, hivyo mtu akawa katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mathal khafdhi dhagti dam, himayat al-idham, lakini kadhalika vile vile itakuwa ni mujarrab sana kwa ajili ya kulinda
mifupa ya huyu mwanadamu, wa tahdiatul jihazi al-asabi, na kutengeneza vema system nzima ya nerves au mishipa ya fahamu, wa husuli ala naumin amiq, lakini kadhalika na mtu kufikia katika kupata usingizi vizuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo lau kama mtu itakuwa nyumbani kwake ana mauzauza, ana vurugu zinazojitokeza za hapa na pale, usiku hakulaliki, basi lau kama atatumia Zaitur Radi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ina nafasi ya kupangilia mifumo ya usingizi. Ndio mtu anaweza kulala kwa wakati, akaamka kwa wakati, akalala vizuri, akaamka mwili una nishati iliyokuwa nzuri, kwa maana na uchangamfu uliokuwa mzuri, hana uchovu, hana maumivu, akawa amekaa katika hali iliyokuwa sawa sawa na iliyokuwa nzuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni Zaitu Ar-Radi ambao ni mujarrab sana katika kumaliza mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nawe tumia fursa hii ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora, hasa kwa ndugu zangu mlio katika ardhi ya Kenya, katika jiji la Mombasa. Hii ndio fursa ya kutumia masiku 4 tu. Kwa hiyo cha msingi ni wewe kuwasiliana nasi wakati tukiwa hapa katika ardhi ya Dar es Salaam kabla ya kuanza safari, ili kadhalika tukupe taratibu, tekeleza hizo taratibu kama walivyofanya watu 60 hawa. Kisha baada ya hapo nawe tutachukua dozi yako ambayo ni chupa 5 rasmi kabisa kwa ajili yako, nawe ukazitumie. Naamini baada ya hapo tutasema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nadhani sasa umepata kujua faida ya mafuta ya mronge kama namna ambavyo ulivyosikia. Moja katika vitu muhimu ambavyo mimi binafsi nimevisikia na vimenifurahisha zaidi ni kuona namna ambavyo ilivyo kwamba mchanganyiko wa mafuta haya kupatikana kwa Zaitur Radi, kwamba yamo mafuta ya mronge ambayo yana nafasi bora sana ya kuweza kuyeyusha mafuta yaliyogandamana katika mishipa ya damu ya mwanadamu, ambapo inaweza kupelekea mambo mengi sana. Miongoni mwayo ni mtu kuwa na maradhi yani kuwa na maradhi ya moyo kulipuka, lakini moyo kuwa na kwenda kasi sana, au kujihisi kwamba hali ya damu inavyotembea si vizuri. Maana yake ikiwa hivyo, utapata pia mtu anaanza kushtakia pia maradhi ya ganzi, kwa sababu damu haiendi inavyotakiwa, haifiki kiwango kinachotakiwa. Maana yake pia huyu pia anaanza kushtakia pia maradhi ya kuwa na mwili unawaka moto, sababu sema damu inatakiwa ifike, haijafika kwa wakati. Hivyo basi mafuta haya ya Zaitur Radi yana nafasi bora mno kunako kuweza kukunusuru dhidi ya mashaki na maradhi hayo ambayo uko nayo. Lakini bora zaidi namna ambavyo ilivyo na vitamin A ambayo inaweza kutengeneza vizuri, kuziamsha zile chembe kinga katika mwili wa mwanadamu. Maana yake hapa nakusudia chembe hai nyeupe, zile white blood cells nyeupe za damu ambazo zina utendaji bora wa kuweza kulinda mwanadamu mwili wake dhidi ya bakteria au dhidi ya virus. Maana hizo zitakwenda kuamshwa, zitakuwa imara, zitaweza pambana na maradhi. Si malaria haya atakukaa mbali kabisa, utakuwa imara kama chuma. Lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo naweza kuona ni namna ilivyo utajiri unaopatikana wa madini ya vitamin C, ambayo vitamin C hiyo inaweza kuimarisha nywele zako zikawa nzuri, ngozi ikawa laini, ikawa inavutia nyororo. Lakini pia unaweza ukaona namna ambavyo vitamin C vilivyo bora kabisa kuimarisha meno yako, fizi, kadhalika pia na namna unaweza kuona kwamba uimara unaweza ukawa bora kabisa. Nini cha kufanya? Ni wewe kuipata Zaitur Radi hii ili uweze kupata fursa, haswa kwa wakazi wa nchini Kenya, hasa katika jiji la Mombasa. Fursa ni ya pekee. Ndani ya 12 tunakuja hapo kwa masiku 4 tu. Zingatia neno masiku 4 tu, maana yake haiongezeki wala haipungui. Kwa hivyo ni fursa kipekee. Ukitaka kupata Zaitur Radi kwa dozi yake chupa 5, basi wasiliana nasi hivi sasa ili upewe utaratibu na utekeleze utaratibu huo. Watu tukija hapo tunakuja na zilizo kamili tu. Kumbuka hatuzidishi hata moja, zitakuja zile ambazo zina watu special kwa ajili yao, ndio tutaweza kuja nazo. Kwa hivyo nawe nafasi unayo, muda bado unao, unaweza kufanya jitihada hizo ukaipata Zaitur Radi. Lakini pia pamoja na yote haya haifungi nafasi ya watu walio katika nchi zingine nje ya Kenya. Mfano Tanzania pia nafasi unayo kutumia Zaitur Radi. Lakini pia kuna watu ambao katika ardhi ya Marekani, Uingereza, Swaziland, Norway, Ufaransa na maeneo mengi katika nchi mbalimbali duniani kwa ujumla wake
Nafasi pia kupata mafuta haya unayo. Unaweza kufanya nini? Ni wewe tu kuwasiliana nasi kupitia namba unaziona hapo kwa WhatsApp namba. Tupigie kwa WhatsApp, tuma voice kwa WhatsApp, lakini pia unaweza kutuma message kwa WhatsApp, au unaweza kupiga simu ya kawaida au kutuma message ya kawaida, itasomwa, kisha baada ya hapo utashauriwa cha kufanya na utaweza kupata taratibu ya kuweza kupata Zaituradi. Zaituradi ndiyo habari ya mjini. Ili kuweza kuipata iliyokuwa original, maana unaweza kupata lakini kupata ambayo iliyokuwa original basi unaweza kuipata hapa kwetu kwa Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali, kama ambavyo unavyo iona katika muonekano ulio bora kabisa, ambayo bila shaka huwezi kuipata ile kwa original isipokuwa kuipata kwa Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Kubwa ni kukusanya nasi, namba unaziona hapo, tupigie simu kwa WhatsApp, tuma message kwa WhatsApp, tuma voice kwa WhatsApp, utasikilizwa, utashauriwa na utapewa mwongozo namna gani unaweza ukaipata hii Zaituradi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Khairi nyingi zitapata. Kumbuka huu ni mmea nambari 3, bado kuna mimea takriban isipungua 14 itakuja kuzungumziwa na kuchambuliwa kwa kina ili uweze kubaini faida bora na nyingi mno zinazopatikana ndani ya Zaituradi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Usikubali ukikose mmea hata mmoja, sababu ukikosa mmea hata mmoja unaweza tatizo lako ukawa umelikosa, kumbe kupitia hilo ndio ikawa miongoni mwayo wewe inakuhusu Zaituradi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kwa kisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi, nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu, tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi, nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.